بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان، وصلى وسلم وبارك على سيد ولد عدنان أفصح إنسان أنزل عليه القرآن وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Amma baad, alhamdulillah, kwa mara nyingine tukariri shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alituwafikia tukakutana tena kwa ajili ya kufahamishana mawili matatu yenye kutusaidia sisi katika kusoma kitabu chake kwa vizuri kama alivyotuamrisha. Bila shaka tumeelezana mingi. Leo tuko katika harfu ya 8. Tumeelezana mingi kuhusu habari ya namna gani tutazisoma hurufi za Qur'ani kwa namna inavyotakikana. La msingi na la muhimu nitalikariri na nitarudia kwamba mazoezi. Lolote utakalo kulisikia, lolote utakalo kulifahamu hapa leo, basi usiache kulifanyia mazoezi. Na ule ulisikia nyuma na nyuma zaidi, fanya mazoezi. Sio pengine ulisikize tu hapa katika kipindi kisha baadaye ukiliwacha itakuwa ni elimu umeipata, lakini elimu ile ambayo haitotumiwa bila shaka itakuwa ni elimu haina uzito wote. Wa inshitum an tahfadhu ma alimtum fadhalika fi tikrari darsi wa tardadi. Mkitaka kuhifadhi yale ambayo mumeyajua, basi karirini darasa ile ambalo umelisoma. Kariri kile chochote ambacho umekisoma, kijaribu ukipitia tena wewe mwenyewe mara kadhaa, ili kusudi kisipotee, wa ila utakitafuta tena kesho usikipate. Hivi ndivyo tulivyo sisi binadamu, maumbile yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba, tuna kasoro hiyo. Tukitohifadhi, tukitokariri, tukitopitia kile kitu ambacho tumekisoma, bila shaka tutakikosa. Leo kama tulivyoelezana kwamba tutakuwa tutaelezeana habari ya namna ya kusoma harfu dal, ambayo ni harufu ya 8 katika harufu za Kiarabu, katika harufu ambazo ndizo tunazosoma Qur'ani. Jina lake kama tunavyolisikia ni dal, na hii ni harufu yatoka mbele ya mdomo. Kazi yake nyuma hakuna kazi ya nyuma, isipokuwa mbele ya mdomo. Ni meno ya mbele haya na ulimi ndio wanaofanya kazi, ndio mpaka ni harufu ikatoka. Harufu yenyewe yapitisha sauti dal. Ukisema dal ni sauti ya kusikika, wala pumzi hazipiti. Dal yazuia pumzi, lakini yapitisha sauti. Na harufu hii ni kama tunavyosikia tukisema adal, ni kwamba ni harufu ina nguvu, ina mshindo. Ukisoma utasikia inavyotoka kwa nguvu na inavyokuwa na sauti kubwa. Harufu hii ni ya dal. Ukitaka kuitoa kama tulivyoelezana, watoa kwenye ncha ya ulimi. Ncha ya ulimi wako kwa sehemu upande wa juu wagusana na masinya au ama kwenye mashina ya meno mawili ya mbele. Mashina ya meno ya mbele yagusana na ncha ya ulimi kwa juu, basi hapo ndipo utaweza kuitoa harufu ya dali kwa vizuri. Mfano utakusema ad. Hii ndivyo unavyoitoa harufu ya dali. Waitoa sauti na pumzi zaja kukomea hapo kwanza. Ad za komea hapo, wakati pale zinapogongana ulimi na meno mawili ya juu, hapo ndipo sauti inakoma kidogo, alafu inatoka kwa mshindo mkubwa, na sauti yenyewe huwa ikijaa katika ndani ya mdomo wako, ikijaa ad tofauti na te. Mathalan at utakuwa sauti yenyewe husikii kama mdomo wako ukivuma kwa chochote, wala itazuia sauti, lakini haizuii sauti yazuia, lakini
mdomo wenyewe haushtuki wala haushughulikii wala hauathiriki na kile unachokisoma. Hivi ndivyo tutaona katika maonyesho hapa namna gani dali inatolewa. Dali na te kama tulivyoeleza ni harufu ambazo hufanana na makharaji zake ziko karibu. Kwa hivyo hapa mfano wa dali na ndio mfano wa te, isipokuwa tu katika sifa ndio tofauti baina dali na te. Tofauti yake ni sifa tu kidogo, lakini sio pahala pa kutoka zile harufu, bali sehemu ya kutoka harufu ni hiyo hiyo moja kama tulivyoelezea. Tukienda katika hukumu za harufu yetu ya dali, tutaona kwamba kama kawaida harufu nyingi zinafanana zikipambana na baadhi ya harufu, kama harufu za al ambazo hupatikana katika mwanzo wa kilma, kama ad-dunya. Ad-dunya hii ad-dunya asili yake ni al-dunya. Al-dunya hata ukiangalia katika mswafu tunaandikwa alif na lamu na dali na nuni na ye. Kwa hivyo lakini hapa kwa hii lamu na dali makhraji zake ziko karibu, wanazuoni ama Waarabu wenyewe wasoma harufu kama hizi mbili kwa idgham, waidghimisha lamu ndani ya dali, yasoma ad-dunya. Ad-dunya kama kwamba ni dali peke yake yenye shadda bila kuitaja lamu kabisa. Kadhalika ikipambana na nuni sakina ama tanwini, wa kuna ikhfa ambayo ni ya ghunna, wa kuna ikhfa ambayo ni ya ghunna. Ikipambana na nuni ya sakina ama tanwini, mfano kama inda, na mfano mwingine atakuja mbele. Inda utaona kuna in, kuna nuni lakini nuni yenyewe haitoki safi, huwezi kusoma inda, huwezi kusoma namna hiyo, bali utazificha nuni katika dali kwa ajili ya makhraji zake ambazo ziko karibu. Pia hii ni harufu ya dali ikiwa na sakna ya gongo, kama tulivyowahi kuelezea nyuma katika harufu ya be na jimu, kwamba hizi harufu hizi mbili zina qalqala na dali kadhalika ina qalqala. Ni lazima wakati ukisoma uwe utaleta kwa mgongo. Utasoma mathalan qul wa min sharri hasidin idha hasad. Hasad dali nimeikoma kwa sakna hapo na igonga kiasi. Hivyo hizi ndio baadhi ya hukumu za harufu yetu ya dali. Tutaleta mifano mingi tuangalie namna gani ambapo tunaweza tukatekeleza namna kusoma hii dali kwa vizuri. Mfano wa kwanza ni huo hapo mbele, mumaddada. Mumaddada, mumaddada, hapa kuna dali mbili, mumaddada. Mumaddada moja na shadda, na kama tulivyoelezea utazuia kiasi na pumzi zitazuia, hakuna chenye kupita. Mumaddada, mumadda, mumaddada. Hivi ndivyo tunavyosoma dali. Kadhalika dakhala, dakhala, dakhala. Wa shahidin wa mashhud, wa shahidin wa mashhud. Hii ni ya mwisho si fataha, sikusoma mashhuda da, sikusoma kwa fataha, sikusoma mashhuda wala sikusoma mashhudi, nimesoma mashhud. Mashhud hii yaitwa ndio qalqala ambayo yatakana tuileta wakati tukisoma dali. Usijaribu isiwe na fataha wala isiwe na kasiri wala isiwe na dhuma, bali iwe ni sakna, lakini sakna yenyewe iwe itakuwa ina nguvu. Ukisema mashhud hapo utakuwa umeitia fatha ama umeitia pengine haraka nyingine ambayo inaitwa imala, mashhude de pengine, lakini jaribu iwe yako isitokeze kwamba ni fatha ama ni kasiri ama ni dhumma ama ni imala de. Jaribu iwe iko kati na kati, isifahamike kwamba watoa haraka gani. Hii ndio utakapokuwa umesoma qalqala inavyotekana. Wa shahidin wa mashhud wa min sharri hasidin idha hasad, wa min sharri hasidin idha hasad, wa min sharri hasidin idha hasad. Hivyo ndivyo ninavyosoma dali. Qutufuha daniya au qinwanun daniya, zote qinwanun daniya, kuna tanwini baadaye kuna idghamu. Qutufuha daniya,
kadhalika ni dali ambayo ina fataha. Mfano mwingine ni hiyo, ni kama tunavyoona ad-dar. Ad-dar hii ni dali lakini nyuma yake imetanguliwa na al kama tulivyoelezea. Ikija lamu hii huwa ni tuita ni lamu ash-shamsia. Hapa hii tuita ni lamu ash-shamsia. Lamu shamsia ni lamu ambayo huwa ikidighimishwa, ni kama kusema ash-shams, ndio kama kusema ad-dar. Kadhalika alhamdu, alhamdu du dhumma, dali ikiwa na dhumma. Na'budu, dali ikiwa na dhumma kadhalika. Sudur, hapa pengine dali na dhumma, lakini tofauti dali hii na dali ya nyuma. Na'budu na sudur ni sawa, ni zote zina dhumma, lakini pengine wakati kusoma mtu aweza kwamba anapupa la ile tafkhimi ya swadi na tafkhim, wafungua mdomo kwa ndani na wanenepesha ile harufu. Ikaja na mbele kuna re ambayo nayo pia ina dhumma na ni mufakhama. Kwa hivyo pengine mtu atakuwa mdomo wake umekuwa kuchonjo kufunguka zaidi kuliko kuzingatia kwamba dali ni harufu ya mustafil ambayo iko chini. Hufai kusoma du, utasoma du, huwezi kusema du. Ukisoma du utakuwa umejaza sauti ndani ya mdomo na utakuwa umekosea. Kwa hivyo ukisoma usome fi sudurin nas, ukikoma kwa sakna re inakuwa mufakhama. fi sudur, namna hiyo. Ujaribu kila kitu kwa mazoezi, si lazima utakopeka midomo namna kadhaa pene ujikalifishe paka ini masala pengine mwanzo itakusumbua, lakini kila ukiendelea wajiona kwamba waweza mwenyewe kukontroli kila kitu bila kujikalifisha wala kutumia nguvu za zaidi. Taib nyingine, rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Rabbana wa adkhil tumesema kwamba dali ikiwa na shadda, ikiwa na sakna inakuwa na qalqala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Hapa wa'adtahum tutaona kwamba kuna dali alafu mbele kuna te. Hizi ni harufu mbili mutakaribateni, ziko karibu. Hapa kuna idgham mutakaribaini, kuna idghamu mutakariba, sababu dali kama tulivyosema na te ziko sehemu moja. Dali na te ziko pale pamoja, zatoka sehemu moja. Kwa hivyo hapa kuna idghamu. Huwezi kusoma wa'adtahum. Waweza kusoma kama ni maneno mengine, lakini Qur'ani utasoma wa'adtahum. Utafanya kama kwamba ni shade, ile te ina shada peke yake, kama kwamba ni te ambayo ina shada peke yake mbali na harufu ya dali. Wa'adtahum. Na mengine ni mifano, kila mmoja ajaribu tafute mifano katika Qur'ani, na ni mingi, na inshallah tukiwa tusoma Qur'ani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tutapambana na mifano mingi. Tujaribuni tusingieni katika makosa ambayo tutaelezea, ambayo makosa kama haya pengine huwa ni mtu katika kujitahidi kusoma vizuri, lakini pengine ikawa pengine amepitisha, ama pengine kwamba hajafanya mazoezi vizuri, ama akawasoma pengine ikawa kuna makosa fulani. Mojawapo ni kutoa vizuri kulingana na sifa zake. Tumesema kwamba dali ni harufu ya shida, ni harufu ya sauti, ni harufu ambayo yani ina nguvu na ina mshindo na yani yatumia kiwiliwili chako, yatumia nguvu kiasi fulani katika mdomo wako. Kwa hivyo ukitoa nishati uitoe ikiwa umeamilia kutoa dali. Lau pengine ukiwa umeregeza kiasi, basi uweze ukatoa ile dali ikawa isitoke kama dali inavyotekana. Na pengine hasa ukiwa mathalan utaitoa, pengine utatoa na pumzi, mathalan useme dal ad, itatoka sasa kama pengine inaweza kutoka kama d ya kizungu, au pengine itoka kama t ad, itatoka kama t, ama itoka kama d ambayo d ya kizungu. Hivi ndivyo
ukito nini, lakini dali yenyewe takana kama tulivyoeleza usimamishe kila kitu. Ad. Mimi nasoma kwa shadda mara nyingi kwa sababu ipate kuonekana vile ulimi unavyo. Ukisoma kwa shadda utajihisi namna gani unavyoziwia ile sauti na zile pumzi. Ndio nasoma kwa shadda mara nyingi, lakini yenyewe kama wasoma bila shadda pia ni hivyo hivyo. Sema tu kitosoma kwa shadda wapita speed kiasi fulani ambacho pengine mtu aweza kusikia vizuri, lakini ukisoma kwa shadda ad namna hiyo, hivi ndivyo yatakana uisome. Sasa haina shadda tusema ad namna hii ni kwa haraka, lakini kama ina shadda tusema ad namna hiyo. Na kama kwa ajili ya kufundisha mtu na kwa mfano pia waweza ukaitia shadda ili mtu apate kuhisi namna gani ile pumzi inavyoziwiliwa, namna gani ile sauti inavyoziwiliwa. Kwa hivyo dali haitakani uikosee, na zile sifa zake za nguvu uzikosee, upitishe pumzi pengine katika hiyo, basi hapo utakuwa umekosa katika kuitoa dali inavyotakikana katika makharaji yake. Pengine ukikosea katika makharaji waweza kwenda ukatoa pia katika te. Tumesema dali dali yatoka juu ya ulimi, pengine ukikosea ukigusa kwa ncha ya ulimi itatoka namna nyingine, pengine ade kama te, ambayo dali ambayo tunajua sehemu za watu wapate na watu wasiu wao mara nyingi usoma uweza dali zao zitoka kwa ncha ya ulimi namna hii. Ukitaka kama wewe ni mtu pengine wa kutoka sehemu za pate ama siu, ukitaka kujizoeza haraka, basi angalia, je, ulimi wako wagusa katika meno kwa upande wa juu ama ugusa kwa ncha? Kiangusa kwa ncha basi ndio soma ad. Pengine na hata ugusi katika meno, wagusa juu kidogo kwenye masinye, ndipo pale unapotoka dali inavyotoka tofauti. Lakini ukiwa utajitahidi kwamba dali yako itoke kwenye juu ya ulimi kidogo karibu na ncha, lakini juu ya ulimi, na iguse chini ama chini tu pale kwenye mizizi, kwenye mashina ya meno mawili ya mbele, basi bila shaka ukifanya mazoezi utasikia kwamba dali yako imetoka pale inapotakikana na itakuwa umepata insha Allah taala. Kwa hivyo ni lingine ambalo pengine watu huwapita katika masala dali ni masala ya kalkala. Kalkala ni kitu ambacho mara nyingine mtu aweza akawa akasoma lakini asipe haki yake ile kalkala. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Hivi ndivyo takana uigonge. Pengine sasa mtu asigonge vile inavyotakana, ikawa asoma uqad, hapo takuwa kiasi amekosea. Atakana mtu awe atasoma kwa vizuri na jaribu takriri. Hivi tunavyofanya takriri sisi kusudi kwa sababu kitu kiweze kuingia katika mashikio ya mtu na kiweze kueleweka kwa vizuri. Kadhalika kama tulivyoelezea katika masala kwamba dali ikiingizwa na harufu ambazo pengine za tafkhim na yenyewe ni harufu ya istifal, pengine unaweza kutoa dali badala ya kusoma du ukasoma du mathalan. Kama katika fi suduri, hapa ni makosa. Hufai kusoma fi suduri, bali wafaa usome fi suduri. Dali wakati unapoitoa inakuwa chini na haiathiriki na harufu ambayo iko nyuma wala iliyoko mbele. Haya ndio ambayo tumefikia kueleza leo katika masala ya harufu yetu ya dali. Insha Allah taala tukutane tena kesho kwa ajili ya mengine, lakini nasisitiza kwamba tikrar, kila unalolifahamu, kila unalolijua ujaribu, usiliachie, usikubali kulipata kwa mara moja ikawa ndio umeshakutosheka. Jaribu likariri. Kila ukishika mswahafu katika Ramadhani ni fursa tukufu, hii ni fursa nzuri. Tujaribu katika ni Ramadhani tuwe ni wenye kukariri na kuangalia na kusikiza kwamba hivi ndivyo nilivyosomeshwa tajwidi mimi. Pengine hapa hatusomeshane, hapa ni kukumbushana kama tulivyoeleza mwanzo. Lengo letu ni kukumbushana, lakini sote wengi wetu wamesoma tajwidi
hivi unavyosoma ndivyo someshwa kusoma tajwidi. Ikiwa ni tofauti, jaribu ujizoeze. Mwenyezi Mungu atufikie kwenye kheri. Arjali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alayhi wasallam. Shukran. Bismillahir rahmanir rahim. Warattilil Qur'ana tartila.